ukiwa tayari kujifunza. Amen. Amen. Funika macho yako. Funika macho. Bwana Yesu, ninaomba rehema na toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya kundi na kwa ajili ya hawa watu na kwa ajili ya mema mahali tuliporizika na kushinda kukuhitaji wewe. Tusamehe, tunakuhitaji tu sana. Uwe pamoja nasi kwa hudumia watu wako uliowaita na uliowaweka hapa duniani ili wakafaidi kila ambacho umekusudia kuweka ndani ya watumwa wako na watumishi wako. Ndiyo shetani, nafuta mashtaka yako na hukumu nazifuta kwenye ulimwengu wa roho. Ndiyo, kwa damu ya Yesu huo waraka ulioandika kutushtaki naondoa kabisa. Ndiyo, naweka mpenyo kwa damu ya Yesu Kristo na kuruhusu mamlaka ya kiungu ifanye kazi katika jina la Yesu. Amen. Tukiimba haleluya. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Tuendelee kwenye somo. Bwana asifiwe. Tuende kwenye somo. Tunajifunza somo linalosemaje? Mbinu za kutamaraki nini? Tamaraki mji. Jana tulikuwa kwenye mbinu ya ngapi? Ya 4, si ndio? Tusema jitahidi na wewe uwe nini? Uwe moto. Si mnakumbuka? Jitahidi na wewe uwe moto. Tuliona kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 3 mpaka ya ngapi? Aya ya 5. Halo? Anasema akaona kijiti kisichoteketea. Kuteketea maana yake ni kwamba ni kijiti ambacho moto wake hauzimi. Haufanyi nini? Hauzimi. Na kwenye Walawi sura ya 6 aya 9 nilikuonyesha pia na kwamba moto wa madhabahu ulipaswa usizime. Sasa angalia Walawi 6:13 pia. Nianzie hapo. Yaani nilizungumza hili jambo, nataka nizungumze niende mbele zaidi. Walawi sura 6, na ninaomba tutulie ibadani. Kama una sababu za kwenda nje usiende. Tulia mpaka tumalize. Na unajua tunaendaga tunatumia muda mfupi sana, wala ukawii sana kukaa. Kwa hiyo naomba tulie, akili yako itulie uweze kujifunza. Mambo ya Walawi sura 6 aya 13. Anasema moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima usizimike. Mwambie mwenzako moto utatunzwa. Moto utatunzwa. Anachojaribu kusema moto kutunzwa manake unahakikisha unakuwa na mazingira ambayo yana usapoti moto. Moto wako uendelee kuwaka. Pasiwepo sababu ambayo unaweza kaiweka mezani ukasema moto umezima kwa sababu hii. Mungu hakuruhusu moto wako kufanya nini? Kuzima. Anasema moto utatunzwa. Manake mnisikilize. Moto wako binafsi kwenye moyo unafanya nini? Unatunzwa. Biblia inasema linda moyo wako kuliko chochote ukilindacho, maana ndiko kunatoka chemichemi za uzima. Kuna namna ambavyo unaanza kujifunza taratibu ya kuhifadhi moyo wako. Naomba tulie. Haleluya. Kuanza kutunza moyo nini? Moto ulioko ndani ya moyo wako. Usikubali kupoa. Usikubali kupoa. Isiwepo sababu yoyote ambayo itakupelekea kupoa. Tunaanza kuwa kwenye semina namna hii, moto wako umerejea. Lakini baada ya wiki moja tumeondoka hapa, watu mnaanza kupoa. Kwa nini? Kwa sababu hauko tayari kulipa gharama ya kutunza moto. Hawa lao walikuwa wanatunza moto, wanakisha usizime kwenye madhabahu. Wanachochea. Kila wakati moto upo kwenye madhabahu unawaka. Kwa hiyo nikakwambia ni vyema mtu atunze moto. Kwa sababu huu moto unapaswa uambukize kwenye ardhi. Si mnakumbuka? Uambukize kwenye ardhi. Maana uwe na maombi ya mara kwa mara kwa eneo ulilonalo, kiwanja chako, nyumbani, ile madhabahu uliyoitengeneza nyumbani au kwenye kiwanja au mahali popote ambapo ni sehemu inayohusu nchi. Hakikisha moto usizime. Hakikisha moto usizime. Moto wa mahali pale usizime. Isaya sura 6 aya 6 hadi ya 8. Isaya sura 6
aya 6 mpaka ya 8. Isaya sura ya 6 aya 6 mpaka ya 8. Isaya 6 hadi 8. Andiko nasema 6 hadi 8. Kisha mmoja wa maserafi wale akaluka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Aya 8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Mnisikilize. Isaya anapoona haya maono, anaona maserafi. Alikuwa kwenye moyo wa ibada. Ukisoma kwenye aya ya 2 na 3, aliona maono, akiona maserafi wako kwenye kiti cha enzi cha Mungu wakiabudu. Wakati anatazama pale, serafi moja akaruka, alikuwa anakaa kwenye mkono wake. Biblia inasema akaliweka kwenye kinywa chake, alafu akasema, uovu wako umeondolewa. Maana yake, mnisikilize, moto kazi yake ni kutakasa. Moto kazi yake ni kufanya nini? Kutakasa. Maana yake, kama kuna vitu ambavyo vimekaa kwenye moyo, iwe dhambi, iwe uovu, ziwe ni tabia ambazo unataka kuziacha, unapojiweka kwenye maombi ya mara kwa mara, mara nyingi kuna vifungo vitaanza kulegezwa. Kuna baadhi ya tabia zitaanza kuondoka, kwa sababu kazi ya moto ni kuunguza. Biblia inasema ni moto ulao, unaweza kuteketeza chochote ndani ya mwanadamu. Ndio maana hakuna namna unaweza ukakaa kwenye uwepo wa Mungu, kwenye maombi ya mara kwa mara, ukabaki kuwa mwasharati, ukabaki kuwa mlevi, ukabaki kuwa msengenyaji. Haiwezekani. Moto. Sasa mnisikilize. Isaya, uovu ambao ulikuwa kwenye kinywa ulimsababisha asimtumikie Mungu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kumwekea kaa la moto, Biblia inasema ni mtume nani? Isaya akaitika. Soma kwenye aya ya 9 na kuendelea. Kwa aya 9 nasema, ndipo niliposema, kwenye ile 8, ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Maana yake Isaya alikuwa anaitwa kwenda kutumika, awe rasmi kuenda kufanya kazi ya Mungu, kuthibitisha na kuusimamisha ufalme wa Mungu mahali. Lakini Isaya alikuwa amegoma. Kwa nini? Kuna uovu. Jana niliwaambia, kuna mtu anaweza kuwa ni kijana unataka umtumikie Mungu, lakini kwa sababu unakaa binti mahali kana kuhamisha. Kila wakati ukifikiria girlfriend wako utamani kwenda kumtumikia nani? Ni kikwazo. Kwa hiyo watu wengi hawataka kumtumikia Mungu, hawataka kufanya vitu vya Mungu, sio kwa sababu hawapendi. Kupenda wanapenda, lakini kuna baadhi ya vitu vinawafunga wasiende mbele. Mnisikilize, kuna kitu hapo kimekuzuia. Isaya alizuiliwa na uovu wa kinywa. Mungu alipotaka kumtuma ili aendelee kuwasha moto kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya eneo, kuusimamisha ufalme wa Mungu mahali alipo, Biblia inasema alifanyaje? Moto ulienda kwenye kinywa. Baada akasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Akatubu, huo uovu kaungua, ukateketea, akawa rasmi kwenda kumtumikia Mungu. Kwa hiyo mnisikilize. Ndio maana Biblia inasema kwa kitabu Kutoka sura ya 3-5, Mungu alipomuita Musa kwenye ile ardhi akiona kijiti cha moto, Biblia inamwambia, usije hapa, fua viatu vyako, mahali hapa ni patakatifu. Alipofua viatu, ndio Mungu akamtuma kwa Farao. Kuna vitu vinatuzuia kutosimamisha mambo ya Mungu. Tunakwambia leo, nenda kafanya ardhi yako kuwa madhabahu, nyumbani pewe madhabahu, uwe ni mtu wa maombi. Huwezi ukafanya mpaka umeondoa kinachokuzuia. Mwambie mwenzako, kubali kuvua viatu. Wewe mkubali kuvua viatu. Ufunuo sura ya 3:15 hadi 16. Ufunuo sura ya 3:15 hadi 16.
ni mbinu ya 4 ya muhimu. Kubali kuwa moto. Kubali kuachilia kinachokuzuia, ili uweze kuwa mwana maombi halisi nyumbani. Haleluya. Funuo sura 3:15 hadi 16. Maandiko nasema ukiwa moto, Mungu anasema iheri uwe moto au uwe nini? Baridi. Ukiwa ufugufugu, Mungu anafanya nini? Baraka, mnisikilize. Hauwezi ukamshinda shetani kama hujaamua kwa upande. Unanisikia? Huwezi kushindana na shetani kama hujaamua kwa upande. Unaamua kuwa moto moto, unaamua kuwa baridi baridi. Mambo ya kuwa neutral, katikati, uko njia panda. Kwa Mungu unataka, kwa shetani unataka. Halafu unataka uwe na umiliki juu ya ardhi. Haiwezekani. Hauwezekani. Utawapiga siku moja, baada hapo watakugeukia. Uamue mimi ni moto. Ndio maana unapoamua, moja wapo ya kitu ambacho utaanza kuona, msukumo wa maombi utakuwa mkubwa ndani yako. Utakuwa mkubwa. Nyumbani hapatakalika. Nyumba yako itakuwa moto. Mashamba yatakuwa moto. Viwanja vitakuwa moto. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi ukaingia nchi takatifu kama wewe sio mtakatifu. Mahali hapa ni patakatifu. Vua viatu vyako kwanza. Ukivivua utakuja hapa. Alipovua viatu, maandiko nasema, akasema nakutuma kwa Farao. Haleluya. Waebrania sura ya 1 aya 7. Waebrania sura ya 1 aya 7. Waebrania sura ya 1 ile aya ya 7. Haleluya. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Halo? Kwa mnisikilize. Kwenye ulimwengu wa roho unaruhusiwa kuwa miali ya moto. Ndio maana kwa nini nakwambia uwe moto? Kwa sababu ulimwengu wa roho unatusoma. Mwambie wenzako, wanatusoma, wanatuangalia. Sio tu kusema mimi mtu wa kiroho. Kuna ushuhuda kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kitu lazima kionekane ambacho watu watasema, nacheza na huyu, sio wa kawaida. Unaweza kaamuru kitu kwenye nyumbani kwako kikatokea, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wewe ni moto, na kazi ya moto ni kula chochote kinachokaa kinyume na Mungu. Ndio maana Elia aliposhusha moto, maandiko yanasema mawe yakaliwa, mavumbi yakaliwa, chochote kile ndani ya moto, moto unashinda. Kazi ya moto ni kuteketeza kicho cha Mungu. Ndio maana kwa kadri unakuwa na moto na moto na moto, utashangaa wachawi hawakuoni tena, utashangaa waganga wanakukimbia, utashangaa mambo yasiyowezekana yanawezekana, kwa sababu kazi ya moto ni kula chochote kilichoshindikana. Kama una vifungo ndani yako vinavunjika. Ora bashaka parabako. Kama kuna vifungo vilikuwa vinakufunga vinaanza kuvunjika, kwa sababu moto kazi yake ni kula. Ndio maana hapa sasa unaweza kusema hii dhambi kwisha, hainitesi tena. Kiu ya pombe inadondoka, kiu ya wanawake inaanza kudondoka, kwa sababu moto uko ndani. Kazi ya moto ni kusafisha dhahabu. Dhahabu ina matope, ina takataka, lakini ndani ya tanuru ya moto inasafishwa na kuwa safi. Sema haleluya wewe. Kazi ya moto ni kusafisha. Ndio maana tabia nyingine zinavunjika wakati moto umeingia ndani yako. Ndio maana wakati wa maombi watu wengi ni watakatifu. Wakiacha maombi, dhambi za siri zinaanza kuwasinga. Unajua kabisa kipindi ukiwa maombi mara kwa mara, dhambi ulikuwa unaikimbia, hakuna kifungo kilikuwa kinakushinda. Ulikuwa ukiomba wachawi inaondoka, waganga wanaoweseka, lakini tangu umeacha maombi unakabwa ndoto mbaya. Kwa nini? Moto umepungua. Mwambie wenzako, amua kuwa moto. Amua kuwa moto. Yaani nyinyi watu mnisikilize, haujui raha ya kuwa moto. Raha ya kuwa moto. Watu ambao sio moto wakisikia kifo wanaanza kuwaza, sasa mimi naenda wapi hapa? Watu wanalia msibani,
unafikiri kalia, analia naye ataenda huko. Ndio maana nasikia machozi. Hauko moto. Unaogopa mpaka nyau kwenye bati. You are not fire. Mwambie mwenzako you are not fire. Wewe sio moto. Amua, kuna raha ya kuwa moto. Wakati unasafiri una amani. Wakati upo una amani. Unajua hata vitu vyako vitakuwa ni moto. Ndio maana Ayubu, shetani alimtafuta kila kona hampati. Kwa nini? Miali ya moto. Akaenda kwa Ayubu, miali ya moto. Nyumba ya Ayubu, miali ya moto. Watoto wa Ayubu, miali ya moto. Kwa mbuzi mpaka kuku, miali ya moto. Shetani anatazama haoni cha kuharibu. Kwa nini? Ukiwa moto na sehemu zako zinakuwa moto, na ulivyo navyo vinakuwa moto. Tafuta moto, amua kuwa moto. Acheni ubaridi kuchanganya. Ukiamua kuwa muombaji, anza kuwa muombaji kweli kweli. Usiku amka omba, mchana omba. Ukipata nafasi ya kujifunza jifunze. Haleluya. Kuwa moto. Sasa leo nizungumze jambo la 5, mbinu ya 5. Na hii mbinu ya 5 nisikilize, kwa sababu nataka kuwaponya watu. Mbinu ya 5. Haleluya. Nafundisha mbinu za kutamalaki mji. Mtikize mwenzako, uko hapo, uko sawa sawa. Kama anasinzia mpige kofi kidogo ili asiumie. Kama anasinzia kofi kidogo. Halo, tuko pamoja? Mbinu ya 5. Sasa wale ambao mkoepa mwezi kuelewa, kwa sababu nimetoka mbali mno. Ila sasa usikie ambacho hata nitaeleza leo. Mbinu ya 5. Jifunze kuiendeleza ardhi. Kuiendeleza nini? Ardhi. Kwenye mabano, wajibika juu ya ardhi unayomiliki. Wajibika juu ya ardhi unayomiliki. Wajibika juu ya ardhi unayomiliki. Bwana asifiwe. Halo. Kwenye pointi hiyo, jambo la kwanza, ardhi usiyoiendeleza inakosa mamlaka ya kiutawala kutokea kwa mwanadamu. Ardhi usiyoiendeleza au usiyofanya kazi juu yake inakosa mamlaka kutokea kwa mwanadamu. Maana ukiacha ardhi peke yake inakosa nguvu za kiutawala kutokea kwa mwanadamu. Bwana asifiwe. Halo. Okay, nitakuonyesha. Tulisoma kwenye kitabu cha Isaya. Nadhani ilikuwa Isaya 13:21. Si mnakumbuka? Anasema wale watu waliacha majumba, waliacha maeneo yao. Matokeo yake walipoacha maeneo, wakainuka mbweha, wakainuka wanyama wakali, wakainuka majini. Ndio maana mnisikilize. Kila wakati unapoiacha nyumba yako bila kuitumia, sawa, matokeo ile nyumba itaanza kuharibika. Hebu tega masikio usikilize. Ukiacha ardhi bila kuitumia, nyumba itaanza kuharibika au ardhi itaanza kufanya nini? Kwa nini? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo tulisoma, akasema utamiliki na kutawala hivi vyote. Akasema nyangumi, bahari na nchi yote. Maana yake mnisikilize. Mwanadamu ana influence au tuseme ana utawala kwa asili. Ukikaa mahali panajisikia vizuri, kwa sababu mahali pa kuumba kukaa peke yake, paliumba pakae na mwanadamu. Kwa ukitoka, uwepo wako unasababisha baadhi ya vitu kuharibika. Ndio maana ukiacha nyumba peke yake, baada ya mnashangaa silingi zinadondoka, vitu vinaharibika, maana wachawi wale wadudu wanaanza kuingia. Kwa nini? Kwa sababu haupo. Uwepo wako kuna kitu kinatokea, inaweka kitu fulani ambacho ule umiliki wako unasaidia eneo. Ndio maana Biblia inasema hata viumbe navyo vinaugua pamoja nasi, vikisubiriwa na sisi tuokolewe. Halo.
kwa sababu viumbe viliumbwa kwa kutegemea mwanadamu. Mwanadamu ana kiasili, ana nguvu ya kuvitawala, kuvimiliki. Mnisikilize, mtawala wako akiondoka utapata shida. Bwana udese na sisi. Hello, anayekutawala akiondoka utapata shida. Sio kama mwenyewe. Unaona mwanamke aliyeolewa, si ndio? Ile ni mwanaume hata kama levi, lakini lipo, lina kazi isiyoonekana. Kwa sababu yule jamaa ni kichwa. Hata kama afanye chochote, uwepo wake tu kuna vitu fulani vinatokea. Ndio maana sasa anapokufa wanaanza kupata shida. Kwa sababu anayekutawala, kumiliki, akiondoka unakosa balance. Mnisikilize. Mnaweza mkaa kwenye kikundi, mnaweza mkajitawala, lakini kiongozi hata kama yupo tu, mambo yanaenda. Hello? Okay, kwa sasa nizungumze baadhi ya watumishi. Watumishi ambao mna baba zenu wa kiroho, ambao anakulea tu na kutunza. Unaona tu kawaida kwa sababu yupo. Siku akiondoka utasheki. Kwa sababu uwepo wake tu kuna vitu fulani vinatokea kwa sababu ya uwepo wake. Kuna mababa wa kiroho Tanzania wakiondoka kwenye nchi, watumishi wanaanza kupata shida, wanaanza kukosa mafunuo, kwa sababu wao ni watangulizi kwenye ulimwengu wa roho, ni marango ambapo wengine wanapata faida kwa sababu wapo. Sasa ndio hivyo viumbe vinatawaliwa. Simba na ukali wake, bila mwanadamu simba anapata shida. Kwa nini? Wameumbwa kutawaliwa na mwanadamu. Paka ukiondoka wiki nzima pale nyumbani unampa shida mno. Uwepo wako paka anafurahia. Ndio maana ardhi na yenyewe ina dependence, inakutegemea. Ndio maana sasa Mungu anapokupa ardhi, kazi ya kwanza fanya, wajibika juu yake. Baada ya muda utapoteza uhalali kimamlaka. Bwana asifiwe. Jambo lingine, jitahidi ufanye shughuli za kimaendeleo juu ya ardhi. Shughuli za kimaendeleo juu ya ardhi. Haleluya. Shughuli za kimaendeleo juu ya ardhi. Mwanzo sura 9 aya 20. Mwanzo sura 9 aya 20. Bwana asifiwe. Mwanzo sura 9 aya 20. Mwanzo sura 9 aya 20. Hello. Mwanzo 9:20. Haleluya. Biblia inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Akaanza kuwa mkulima. Akaanza kuwa mkulima. Hello. Tunajua Nuhu alipotoka kwenye safina, tuliona kwamba alitoa sadaka, aliweka wakfu ile ardhi. Alipoweka wakfu, hakuanza kwenda akushinda kwenye maombi mpaka usiku. Unaweka wakfu ili ikufaidishe. Kwa maana yake nini? Kibiburia, ardhi ndio sehemu pekee yenye utajiri duniani. Mnisikilize. Mtu wa kwanza baada ya Adam walikuwa wakulima na wafugaji. Soma Mwanzo, sio kama tunaelewa. Mwanzo sura 4 nikuonyesha. Mwanzo sura 4 kwenye aya 2. Mwanzo sura 4 aya 2. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Unaona? Kwa mnisikilize. Ardhi kibiburia ndio sehemu pekee imejaa utajiri. Na watu hawajui utajiri wa ardhi. Ndio maana kwa rahisi kuuza ardhi na kuona kama wao ni maskini wakati wana ardhi. Mnisikilize. Ukiwa na ardhi na wewe ni maskini, umechanganyikiwa. Sika mwenyewe.
Ukiwa na ardhi na wewe ni maskini, umevaa nini? Akila zaka sawa. Wewe unipenda, unikubali, nakwambia ukweli. Mbona niangalia hivyo? Funga mkono. Mnisikilize. Waisraeli hawana ardhi kama tulizo nazo. Wanakaa jangwani. Lakini ndio watu wa kwanza wanazalisha matunda nchi yao, wanapata hela kupitia ardhi zao hata kama ni jangwa. Tatizo sio ardhi, tatizo ni akili za wanadamu. Wengi tunalia maskini. Ndio maana wazungu wakionaga Tanzania wanasema hawa jamaa yakoje? Maardhi yamejaa. Alafu tumoshoti kulia tunalia. Hatuna hela. Hatuna hela. Na matatizo. Matajiri wa kwanza utajiri wao tokana ardhi. Walifugia hapo, wakalimia hapo. Kila biashara inafanyika juu ya hapo. Bandari ziko, kila kitu kiko juu ya ardhi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokupa ardhi anataka umiliki. Maana yake nini? Upate faida ya kilichoko juu ya ardhi. Yalikopa maziwa na asali, haimaanishi maziwa na asali walienda kukamua. Hapana. Ndio maana unasoma Yoshua sura ya 13. Walipomaliza kuwafukuza maadui, Biblia inasema wakagawanya urithi wa ardhi, wakaanza kulima. Hello. Umepewa ardhi ili uwajibike juu yake, uwe na akili za kuzalishaji. Ardhi ulionayo, unaweza ukafika mwaka mzima hauoni mazao ulichozalisha juu ya ardhi. Kwa nini? Tatizo ni akili. Tatizo ni akili. Hello. Tatizo ni akili. Sasa mambo ya kusaidia ili uwe muendelezaji juu ya ardhi ni kuambia baadhi ya vitu kibiblia. Mambo ya kusaidia ili uendeleze au ufanye maendeleo juu ya ardhi. Mambo ya kusaidia ili ufanye maendeleo juu ya ardhi. Hello. Jambo la kwanza, na leo nitaongea hili tutamaliza. Kesho nitamalizia vipengele vingine. Jambo la kwanza, jifunze kuwa na fikra za kiuzalishaji. Jifunze kuwa na nini? Na fikra za kiuzalishaji. Jifunze kuwa na fikra za kiuzalishaji. Haleluya. Jifunze kuwa na fikra za nini? Hello. Watu wengi hatusumbui ubongo. Watu wengi hatusumbui mwanadamu, yani wao walishafanikiwa zamani. Ila ni tatizo ni kwamba tuna mawazo mgando. Mawazo yetu ni mgando. Ubongo wetu umeganda. Hatuna fikra za kiuzalishaji. Sio fikra za kulima. Fikra za kiuzalishaji. Unaweza ukalima na usizalishe. Okay, tena taratibu tanielewa. Mathayo 25. Mathayo 25 kuanzia aya 14 mpaka 26. Mathayo 25 14 mpaka 26. Mathayo 25 14 hadi 26. Mathayo 25 14 hadi 16. Mathayo 25 14 hadi 26. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda, akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5.
Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana na watumwa wale, akafanya hesabu yao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaileta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 1, sasa akasema, Bwana, naitambua kuwa wewe ni mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Unisikiliza watu wa Mungu. Huyu mtu amechukua talanta, katoa 5, katoa 2, katoa 1, kawapa watu 3. Huyu wa kwanza akachukua 5. Biblia inasema akazipeleka kwenye biashara, akazalisha nyingine 5. Alafu mwingine 2 akazalisha 2. 1 akafukia kwenye ardhi. Yesu aliporudi kama Bwana, huyo mtu aliyerudi akaulia, nimewapa haya, nipe. Sikia, Yesu hakushakupa talanta, kazi ya kuzalisha ni ya kwako. Kazi ya kuzalisha ni ya kwako. Mnisikilize. Shida iko wapi? Shida sio talanta, shida ni uwezo wa kuzalisha talanta, kufanyia biashara na kupata matokeo. Huyu aliyokuwa na 1, alikuwa na talanta 1, akaizika. Kwa nini? Kwa sababu hana mawazo, ana mawazo mgando, akakosa kitu cha kufanya. Watu hapa wengi wanasema mimi ni maskini, mimi ni maskini, mimi ni maskini. Ukimuuliza anasema sina mtaji. Tatizo sio talanta, tatizo ni akili. Wanaodia mtaji sio maendeleo, mtaji sio shida. Tatizo ni akili zako kuanza kujiombea na kuwa na fikra za kutaka uzalishe baadhi ya vitu. Unaweza ukapewa mtaji unaotaka, ukafilisika, ukafeli. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha yako juu ya ardhi ulionao, hakikisha kuanzia leo upange muda wako, uanze kutafakari na kutazama kitu gani kinaweza kukazalisha hata kabla ya mtaji unaotafuta. Watu wengi wanakwama kwa sababu akili zao, sio kwa sababu mitaji haipo. Mnisikilize. Tunakwama kwa sababu mawazo yetu ni mgando. Lakini kama leo tungeanza kujifunza kuwa na akili za kuzalisha. Usio kafikiri Israeli mpaka leo ina maendeleo makubwa, imechelewa, imepata uhuru tu mwaka 48. Mataifa kama Marekani na mataifa mengine yaishaendelea zamani, lakini mpaka leo Israeli maisha yao yamebadilika. Mji wao unavutia kama Marekani. Tatizo sio talanta, tatizo sio mitaji, tatizo ni akili tunazokuwa nazo. Jiulize leo, ukipewa milioni 10 unaifanyia nini? Hiyo ndo tatizo ambalo tunaweza kuwa tunapingana na shetani. Shetani toka, shetani hayupo. Wewe nisikilize. Kama leo ukipewa milioni 10 una cha kuifanyia, tayari wewe ni maskini. Kama ukipewa milioni 1, hapo ndipo unapata nguvu ya kunywa bia, umekwisha. Yaani ukipewa hela ndo kabisa akili zimechanganyikiwa, una cha kufanyia ni nyingi, inakuzidia. Kwa hiyo milioni tu. Kwa wanawake chukua hii, chukua 200,000, yani unatoa tu, unatoa. Wewe ni maskini. Usimzingizie shetani. Tatizo ni akili za kuzalishaji. Haleluya.
Kama ndio maana ukienda benki usio kafikiri unatoa umepewa mkopo tu. Watakuuliza business idea, utupe wa mawazo yako. Unaelekea wapi? Mipango yako ikoje? Mikakati, unazalishaje? Faida utapataje? Wanakupa mkopo. Lakini huko hapa tu uzembe, upo unaamka tu asubuhi tu unakunywa uji hapo umeshiba tumbo mbele upo. Lakini mgando, ardhi mnayo. Watu gani wanafaidi kwenye ardhi mlionayo? Watu wanakuja na wakuta hapo kabisa, anakuta hapo umekaa na nini mfuru miaka 10, anakuta una maardhi, anakupita, anajenga nyumba huko hapo, anafanya nani mfugaji huko hapo, anaendelea huko hapo, anasomesha huko hapo, unazeeka hapo, hauna kitu cha kushika, haueleweki, unakufa hujaacha chochote. Usife, dunia ikufundishe. Unaenda wapi? Haya kusingizia watoto wasikilize, wanazarau sana. Sio salau, huna kitu. Tikisa mwanza kumwambia una kitu wewe. Haleluya. Unajitafutia msongo bure. Mawazo yako yameganda. Ardhi unayo. Haleluya. Hivi kweli mfuru unaweza kuwa maskini? Mfuru hii unakuwa maskini. Hii. Haise. Ngoja aje msukuma uone. Ndio utaelewa. Piga Yesu makofi wewe. Unaweza ukafuga, unaweza ukafanya biashara, unaweza ukazalisha vitu vingi, kila siku uko tumbo mbele tu upo tu. Kwa sababu tunasema nunua ardhi, miliki ardhi. Lakini je, ardhi tunaifanyaje? Akatakasa ardhi, akalima, akapata mizabibu. Biblia inasema mizabibu ikakuwa sana, akapata hela, maisha yakaenda. Alikuwa na akili, hakumsubiria Mungu nifanyeje? Akalima, akazalisha, kwa sababu ardhi imeshabarikiwa. Ardhi zako inaweza kuwa imebarikiwa na usipate kitu, kwa sababu Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Mkono wa kubarikiwa ni kazi ya mikono. Mnisikilize, mambo ya amana yaliishia jangwani. Mambo ya kware yanaishia jangwani. Ukishavuka Jordan, unapaswa ulime ardhi, unapaswa ufanye kazi ya uzalishaji. Usikae unategemea muujiza haupo. Mnisikilize, unajua mimi na akili hizi kwenye urakole kuna ujinga hivi. Sema kunguru atanilisha. Atakulisha. Ni wiki 2 tu. Baada ya pale kunguru anapotea. Lazima una kitu cha kushika. Hata ukitoa fungu la 10, Mungu abariki miradi yako. Anabarikije? Una miradi, una kitu unazalisha, anabariki wapi sasa? Pia anabariki kazi ya mikono yako. Utajiri na heshima viko kwenye mkono. Maana yake ukifanya kitu, ndipo Mungu ambapo mkono wake unanyoka pale, baraka za Mungu zinafuata mkondo wa kazi. Sasa huko hapo unabembea, twende turudi, unabembea. Hapana. Lazima tujifunze kuwa na akili za uzalishaji. Tujifunze kuwa na mawazo. Unakaa tu unaangalia wengine. Kwa sababu akili zako zimeganda uwazi. Mnisikilize, heri uanze ufeli ile umeanza. Heri kuchukua hatua ukafa, lakini umechukua hatua. Wakoma walichukua hatua, wakasema twende, hata kama kuna jeshi la Washami, hatuwezi kufia hapa na njaa. Twende huko, tukifa sawa, lakini hatuwezi kufa tumekaa. Tunakufa tumeondoka. Twende huko, tukutane na njaa sawa, tukutane na vita sawa, lakini sisi twende tuchukue hatua, hatukai hapa. Walipokuwa wakienda, Bwana akawatokea, akazikiza vishindo vyao na farasi. Hora bashaka pa, Bwana akawashindia, wakapata nyala nyingi sana, wakawapelekea na ndugu zao, wakala wakashiba, wakafurahi kwa sababu wamekubali kuchukua hatua. Sema haleluya wewe katika jina la Yesu. Mnisikilize, mtu yote ambaye achukue hatua atakufa maskini. Nisubirie tu. Ukubali kufa, unatembea. Sio kufa kibudu umekaa tu unazezeta. Kubali kwenda.
Haleluya. Kuanzia leo nataka watu mfuru wa Kristo anza kufanikiwa, anza kufuga, anza kulima, anza kuzalisha mambo. Tuone mambo yakitokea. Sema haleluya wewe katika jina la Yesu. Nikija na hapa mtumishi unipe ka kuku. Hasa kuku wa kunipa una. Utabarikiwaje? Umekuja hapa wiki nzima kuku ya kunipa huna. Hela huna, mchele huna. Alafu huko tu umeacha nabariki, unabarikiwaje? Mwangalie, mwambie huko hapo. Fiwa. Mimi mwenyewe nikipata mtumishi na hubiri papa. Nachukua kahera papa natoa. Najua hapa najiunganisha na baraka. Wewe unaniangalia tu hapa. Kwa nini? Kwa sababu hela hauna. Una kitu. Piga makofi. Muulize mwenzako una kitu gani nyumbani kwako? Una kitu gani? Mpe high five. Mwambie una kitu gani nyumbani kwako? Una kitu gani nyumbani kwako? Una kitu gani nyumbani kwako? Kama una chupa mafuta anza nayo. Kama una chupa mafuta anza nayo. Ora bashaka. Elia anataka chupa ya mafuta tu. Ulichonacho anza nacho. Haleluya. Akili za uzalishaji. Huyo jamaa akaficha talanta zake. Kwa nini? Anaona hana cha kufanyia. Kwa hiyo awe kwenye ardhi. Maana kuna watu hapa na kifumu kwenye benki. Hakatoaki. Haweka hela tu. Wambao achembea shimo hii 10,000 nimeweka. Suizalishe inakaaje kufanya nini? Angalau izaife. Hilo angalau ulijaribu kuzalisha. Watu waoga tu. Akipata kaya anakatunza, hana hataki katumika sababu hana uwezo wa kuzalisha. Mimi nisikiliza, kuna hela nyingi nimepoteza kwenye utafutaji, sio kwa lakini sijapoteza. Ulichokiwekeza hujapoteza hata kama kimepotea. Kwa sababu ulipowekeza ulipata akili, ulipata maarifa, ulipata njia. Leo ukirudi utakuwa kama aliyefeli. Una akili. Umefeli kwenye kutafuta, umefeli kwenye mipango. Akili inakuja, hutafeli tena. Sijai kuona mtu duniani aliyefanikiwa ambaye ni mwoga wa kwanza. Sijaiona. Mimi mwenyewe sijaiona. Hata huduma hizi tunajaribu kila kitu. Nasema mimi mtumishi mwinjilisti, upo tu, hubiria hata mmoja upo tu. Mimi mwinjilisti wapi mwinjilisti? Tuambie kondoo ulio mhubiria. Lazima ujitahidi hata kama hujawahi kuhubiria, chukua Biblia soma, jitahidi. Hata kama ukosea wewe piga injili hivyo. Yesu anakupenda. Au okoka katae lakini umemhubiria. Sema haleluya wewe. Acheni uzaza tunakaa tu hapo. Mimi mtumishi wako. Haujaribu kufanya kazi ya Mungu. Hata kwenye maombi hauna. Ukiona kipepo unakimbia. Ukemea dakika 2 unakunywa maji dumu 2. Punga mkono namna hii. Pigia Yesu makofi. Mwambie mwenzako imeenda. Pigia Yesu makofi. Kuanzia leo uwe na kitu cha kushika leo. Uwe na chanzo cha kufanya. Mnisikilize, Adamu kwenye bustani ya Eden alikuwa na mito 5 inamletea maji. Maana hauruhusiwi kutokuwa na chanzo cha mapato. Uwe na mikono 5. Una kibiashara hapa, una ujasiriamali hapa, unafuga kuku hapa, unafuga nguruwe hapa, unalima hapa, unaweka nyanya hapa. Uwe na chanzo. Katika cha kwanza kinakuja ya pili. Cha pili katika uwe na akili za uzalishaji. Sema haleluya. Niko mfuru. Watu wanatoka kuja kulima wewe huko tu unaangalia. Ardhi yako na iuzo na waachia wageni. Wanakula matunda ukiona muhindi umeota. Wewe ulikuwa una ardhi umekaa nao muda mrefu. Hawa simama, tutaonana kesho. Haleluya. Mwambie Yesu nipe nguvu. Mwambie Yesu nipe nguvu. Yesu nihurumie. Kuanzia leo sitakuwa na akili mgando. Nakataa umaskini. Akili zangu changamka. Ndio mwambie Yesu dakika chache, mwambie Yesu nakataa umaskini, nakataa akili za mgando. Nakataa kurudi nyuma. Mwambie Yesu akupe akili za uzalishaji dakika chache.
Omba mwenyewe. Kama kuna mapepo yanakuzuia, tunayaondoa. Jesus mighty name. Akili zilizochangamka, akili zinazowaza, akili zinazoona hatua, akili zinazoona mwanga mbele yako, umaskini tunaondoa, akili mgao tunaondoa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho nzito iliyokuwa imekalia akili zako na mawazo yako, tunaondoa. Tunakupa nuru katikati yako, tunakupa nuru ndani yako. Akili zianze kuchangamka, uanze kushika kitu na kufanya. Oshara barabarabaso, opara barabasaka. Umaskini na uondoa kwako, umaskini wa ukoo, uregefu wa ukoo inaondoa kwa jina la Yesu. Hapa shakara pato, hapari andara masaka, oropokona masaka, oshara barandaba, opari akandoraba, oshandara bako. Sukuma maombi, sukuma maombi. Akili mgando iondoke, akili zako changamke, nuru ya Bwana ikuzukie. Opashaka parianda, oparianda rabashako, ashaka tariandora, aramakasara bare, otarianda rabakora, ashaka pariandala. Inasikia moto ndani yangu, inasikia moto ndani yangu. Huo moto upite kwenye biashara yako, upite kwenye biashara yako, upite kwenye mawazo yako. Huo na kitu cha kushika. Kuna watu walikuwa na mawazo, hawataka kuchukua hatua. Yesu akupe hatua leo, Yesu akupe hatua leo. Huo na ujasiri wa kwanza. Ulikuwa na wazo la kuzalisha, lakini ulisita kwa sababu hofu ikuingia, hofu ilikuwa katikati yako. Bwana aondoe hiyo hofu. Ashakarabako, opariandarabasho. Yoshua alikasirika, alikuta kuna kabila ambao walikuwa wazalishi juu ya ardhi, akawakasirikia kwa sababu walikanda ardhi, hawakuweza kufanya kazi juu yake. Opariashara barara. Yesu akutakase akili zako, akili mgando na uzembe uondoke. Bwana akupe nuru na akupe mawazo. Hapari ya masoko, amaraba katarabaha, enaraba koriasa, hapari ya korasa, etanaraba koriasa. Nuru ya Bwana ikuzukie, nuru ya Bwana ikuzukie kwa damu ya Yesu. Shakapa. Unatamani kuwa na akili na ufahamu, na ulisema nataka nichukue hatua nizalishe. Ulikuwa na mawazo ya uchumi, ulikuwa na kile unatamani Mungu uanze kufanya, na ulikuwa unaogopa. Kimbia mbele, kimbia mbele, kimbia mbele. Shakara paria. Watamani kuona Mungu unaanza kitu cha kufanya, watamani kuwa na chanzo cha uchumi. Njoo mbele, mikono yako itakase, akili zako zitakase. Moto wa Bwana, kimbia mbele. Uko msaada wa Bwana hapa. Ashakara barenda, apari yako shanda rabako. Nyosha mikono yako, unafika hapa naonyesha mikono yako. Uko moto wa Bwana kusaidia. Watu wa Mfuru watamani akili zenu zichangamke. Orapa kupa sauti yako, orapa koria saka. Inaombea akili zako zifunguliwe kwa damu ya Yesu. Akili zako zifunguliwe. Bwana akupe akili kuliko ya kufunzwa yako. Umaskini tunauondoa. Hapari ya shakata, mawazo ya mgando tunaondoa. Homa mbele za Bwana. Hapari ya ndara bakora, ashekari baranda, hapari ya koria saka. Mwambie Bwana, uzembe na kataa, umaskini na kataa, hofu na kataa. Ulikuwa tamani kuanza jambo, lakini ulikuwa unaogopa. Mwambie Bwana, hiyo hofu iliyokuwa ndani yangu iondoke kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ashaka rabako. Endelea, 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 endelea. Inaomba biashara juu ya watu wa Mfuru. Biashara yao, walikuwa na mawazo ya biashara, walikuwa na mawazo ya uzalishaji. Yesu kawape watu, walikuwa wanahitaji mitaji. Yesu kawape mitaji. Walikuwa watamani watu, Yesu kawape watu. Orosha kataa roho ya uvivu, roho ya uvivu, roho ya kuto kuanzisha mambo. Toweka, 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 toweka. Sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi. Endelea kuomba, inua sauti, mwambie